Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatullahi wa salamuhu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Leo inshallah naomba tutumie dakika chache tujifunze jambo muhimu katika usomaji wa Qur'ani. Wakati mtu anaposoma Qur'ani, kuna jambo anatakiwa alizingatie, na jambo lenyewe katika mengi muhimu ni pale anaposimama katikati ya aya. Unaposimama katikati ya aya, ni lazima usimame mahala ambapo ni sahihi. Kuna sehemu nyingine ukisimama unaleta maana mbaya, na kwa hivyo kisimamo hicho tunakiita alwaqful qabih, usimamaji au kisimamo kibaya. Sasa baadhi ya wasomaji wa Qur'an hulifanya kosa hili, hasa wale wanaosoma tajwid. Tunatanabahisha kwenye hili, wawe makini sana. Kuna mtu utamuona anasimama katikati ya aya, lakini ile sehemu anayosimama si sahihi kusimama, inaleta maana mbaya. Lakini anasimama kwa makusudi, sio kwamba pumzi zimeisha. Maana pumzi zikimaliza basi hakuna tatizo, itakuwa ni dharura. Lakini anasimama kwa makusudi. Kisha unaweza kukuta anarudi tena nyuma kidogo, anasimama tena pale. Hili ni kosa. Hebu tuangalie kidogo leo kuhusu hili. Kuna Sheikh mmoja anaitwa Sheikh Ayman Suwaid. Sheikh Ayman Suwaid, kwa wale ambao wanafuatilia namna ya usomaji sahihi wa Qur'ani, basi watakuwa wanamfahamu huyu Sheikh kwa sababu ni maarufu sana. Ni mwanachuoni na ni mtu mbobevu sana katika masala ya usomaji wa Qur'ani. Sasa yeye ana kipindi chake ambacho unakuja live kutoka nchi yoyote ile ulipo, kwa njia ya mawasiliano unakuja, kisha unasoma Qur'ani. Yeye anakusikiliza, na ikiwa utakosea basi atakuonyesha yale makosa yako katika usomaji. Sasa siku moja katika kipindi alikuja kijana mmoja kutoka Afghanistan, anaitwa Uzairu Rahmani. Huyo kijana akasoma Qur'ani mbele ya Sheikh Ayman Suwaid. Akasoma Qur'ani vizuri mashallah. Hebu tumsikilize. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Hivi ndivyo alivyosoma. Amesoma Qur'ani vizuri, lakini Sheikh Ayman Suwaid alikasirishwa, hakupenda usomaji wa huyo kijana. Na kikubwa kilichomuudhi ni ile namna ya usimamaji wake huyo kijana wakati anaposoma aya. Anasimama kwenye maneno ambayo si vyema kusimama. Mfano, katika kusoma kwake alisimama kwenye neno ujibu da'wata da'. Akasimama hapo, ujibu da'wata da'. Yani amesimama kwa makusudi. Ujibu da'wata da'. Ujibu da'wata da'. Alikuwa asome ujibu da'wata da'i idha da'an.
hapo angelikuwa amesimama mahali panapofaa. Lakini ujibu da'wata da' tena kwa makusudi, hapa si mahala pazuri pa kusimama. Lakini sehemu nyingine ambayo alisimama pale aliposoma yuridullah, akasimama yuridullah. Sasa Sheikh Ayman Suwaid akamwambia, ya ibni Uzair, ana laka min an-nasihin, ittabi' a'immat al-qira'ah fi qira'atihim ولا تتبع الممثلين في قراءتهم. عرفت الممثلين اللي في قراءتهم؟ اللي بيصلي في الناس وبيعيد الآية مرتين وثلاثة وأربعة بحجة أن رسول الله كان يردد الآية. النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يرددها يصليها لوحده في صلاة الليل ويرددها لينتبه إلى المعاني، لا ليثير الجمهور اللي خلفه. أجيب دعوة الداع. كم مرة عم تعيدها؟ ليش عم تعيدها 3 مرات؟ ليه؟ مو عم تقرأ قرآن أنت؟ ربنا ذكرها مرة واحدة، أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ليش عم توقف على أجيب دعوة الداعي؟ صار تمثيل هذا، صرنا ممثلين. لا تفعل هذا، إني لك من الناصحين وأنا أبرأ إلى الله من هذه القراءة. لا تزعل مني يا ابني، ولما تقرأ اترك التكلف. يا ليتك تشوف الفيديو اللي أرسلته لنا، شوفوا واحكم بنفسك. قلت أنت يريد الله ووقفت إيه؟ ماذا يريد الله؟ Hapa Sheikh anamnasihi kijana, anamwambia mimi nakunasihi, ittabi' a'immat al-qira'ah fi qira'atihim wala tattabi' al-mumathilina fi qira'atihim. Wafuate wanachuoni wasomaji wa Qur'ani wanaofundisha namna sahihi ya usomaji wa Qur'ani. Usiwafuate wale waigizaji ambao wanaisoma Qur'ani kwa lengo la kuburudisha. Usiwafuate hao. Akasema Sheikh Ayman kwamba kuna baadhi ya watu wanarejea neno lakini wanasimama mahala sipo, wakichukulia hoja kwamba mtume alikuwa akisalisha akikariri aya, akirejea aya. Naam, ndio mtume aliwahi kurejea aya, lakini alirejea kwa njia ya kuonyesha uzito wa yale maneno yaliyosemwa ndani ya ile aya. Tena alikuwa akisimama mahali sahihi. Lakini mtu anasimama mahala sipo kisha anarejea kwa lengo la kuburudisha watu. Kwa hiyo kunakuwa na kosa la kuwaburudisha watu badala ya kusoma Qur'ani kwa kuzingatia, kisha kuna kosa la kusimama mahali sipo. Sasa Sheikh Ayman Suwaid anamuhusia huyu kijana, anamwambia kwamba wafuate wanachuoni wanaofundisha namna ya usomaji wa Qur'ani. Usiwafuate watu wa maigizo wanaoburudisha watu katika kusoma Qur'ani. Na akamwambia hasa, ana abra'u ila Allah min hadhihi alqira'ah, mimi najiweka mbali, najitoa, sitaki kujiingiza kwenye makosa, najiepusha kwa usomaji huu. Yani usije ukasema kwamba mimi ndo nimekufundisha usomaji huu. Sija kufundisha mimi. Yote haya aliambiwa kwa sababu sehemu alizosimama hazikuwa sahihi. Yuridullah. Sheikh Ayman Suwaid anamuuliza, yuridullah, madha yurid? Allah anataka au anakusudia nini? Anataka Allah nini? Anataka. Kwa hiyo ni muhimu sana msomaji anaposoma Qur'an azingatie sehemu sahihi za kusimama. Na hili utalijuaje? Pengine mtu anaweza kusema mimi sijui tafsiri ya Qur'an, nitajuaje bwana? Tafuta mwalimu akupe mwongozo. Usijisomee tu mwenyewe. Fuata mwongozo wa mwalimu wako. Mtafute mwalimu akupe mwongozo. Bali katika mushaf pia kuna alama ambazo zimewekwa zinazosaidia kidogo kumtambulisha mtu mahala hapa ni sahihi kusimama na hapa si sahihi. Kuna alama zinazokujulisha kwamba hapa usisimame, hapa alwaqfu aula au hapa alwaslu aula. Hapa unaweza kusimama lakini kuunga ni bora, au hapa unaweza kuunga lakini kusimama ni bora. Kuna alama nyingi sana ambazo zimewekwa mle ndani ya mushaf, unaweza ukaziangalia baada ya kupata mwongozo wa mwalimu. Hebu tutoe somo kidogo baada ya maelezo haya. Ni sehemu gani ambazo si sawa mtu kusimama wakati anasoma Qur'ani? Sehemu ya kwanza katika sehemu nyingi. Hili ni somo pana sana na ni mada pana sana. Sisi tunadokoa kidogo sana. Bali kuna kitabu kinaitwa Ahkamu Tajwidi wa Tilawa. Hiki kitabu ni kizuri sana. Na ukisoma hiki kitabu kurasa baada ya kurasa utafaidika na mengi na utakuwa mfasaha katika usomaji wako wa Qur'ani. Tuendelee na somo letu. Ni sehemu gani ambazo mtu hatakiwi asimame? Katika sehemu nyingi ambazo mtu hatakiwi asimame, baadhi yake ni hizi zifuatazo. Kwanza, haitakiwi mtu kusimama kwenye mausuf ukaacha sifa. Yani alwaqfu ala almausufi duna sifa. Mtu akasimama katika usomaji wake katikati ya aya kwenye mausuf
akaacha sifa, yani akasimama kwenye kinachosifiwa akaacha ile sifa. Mfano, ihdina siratal mustaqim, hii aya, lakini mtu akaja akasimama kwenye neno sirat akasoma ihdina sirat, itakuwa ni makosa, kwa sababu sirat hapa ni mausuf na almustaqim ndo sifa. Bali ni makosa mtu kusimama kwenye ismu mausul akaacha ile sila yake, yani alwaqfu ala ismi almausul duna silatihi. Mfano sabbih isma rabbikal a'la alladhi, mtu akasimama hivyo, kasimama kwenye ismu almausul akaacha ile sila yake, ni makosa. Usawa sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa, huo ndo usawa. Au mathalan wa Maryam ibnata Imran allati, akasimama hapo mtu kasimama kwenye ismu mausul akaacha sila, haikubaliki. Wa Maryam ibnata Imran allati ahsanat farjaha, usawa useme hivyo. Au kosa jingine ni mtu kusimama kwenye amri akaacha ile jawabu ya amri. Mfano ile aya katika suratul Kahfi, fa'u ila al-kahfi yanshur lakum rabbukum min rahmatihi, ile aya badala ya kuisoma hivyo yeye akasoma fa'u, akaishia hapo kwenye fa'u. Hiyo ni amri, jawabu ya amri akaiacha, ni kosa, haikubaliki. Au mtu akasimama kwenye mustathna minhu akaacha mustathna, alwaqfu ala almustathna minhu duna almustathna, yani almustathna minhu ni lile neno ambalo kwake pamevuliwa, akasimama hapo akaacha almustathna, kile kilichovuliwa. Mathalan kwenye aya inayosema walaula fadlullahi wa rahmatuhu lattaba'tumush shaitana illa qalila. Sasa mtu kwenye aya hii akaja akasimama kwenye neno shaitan akasoma walaula fadlullahi wa rahmatuhu lattaba'tumush shaitan, atakuwa amefanya kosa. Ash-shaitan hapa ni mustathna minhu, na kwa hivyo lazima iunganishwe na almustathna. Hizi ni sehemu chache katika nyingi ambazo mtu hatakiwi kusimama, lakini somo hili kama tulivyoeleza ni pana, na kwa hivyo mtu anahitajika kupata mwongozo wa mwalimu, na sisi tutakuja kulizungumza kwenye kipindi maalum biidhnillah. Lakini itoshe kufahamu kwamba mtu anaposoma Qur'ani awe makini, asije akasimama kwenye sehemu ambazo ni vibaya, haitakikani kusimama, kwa sababu zinaleta maana mbaya katika maana ya aya. Wallahu a'lam.